Miongoni mwa taarifa nyingine za huzuni kwa namna moja ama nyingine kwa wapenzi wa kambumbu kutoka Tanzania ni Simba Sports Club kumtema rasmi aliyewahi kuwa mchezaji wao nguli kweli kweli na kiungo punda mtamkumbuka zaidi. Sasa hivi Mzamiru Yasini ameweza kuachana rasmi na Simba wenyewe ndio wamempa mkono wa bye bye. Klabu ya Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi wameachana rasmi na kiungo wao mkongwe Mzamiru Yasini baada ya pande zote mbili kuridhiana kutoongeza mkataba mpya kufuatia utumishi uliodumu kwa miaka 10 kwa maana ya mwongo mmoja. Baada ya kumalizika kwa mkataba wake mwezi Julai 2026, amesajiliwa kama mchezaji huru na klabu ya TRA United zamani kama Tabora United kwa mkataba wa miaka 2. Na utakumbuka hapo awali Simba walimtoa Mzamiru Yasini kwa mkopo kwenda katika timu hiyo ya TRA United. Sasa utakumbuka zaidi safari yake haikuwa nyepesi time ambayo alikuwa pale Msimbazi. Mzamiru Yasini alijiunga na Simba Sports Club mwezi Julai 2016 akitokea Mtibwa Sugar pale Morogoro. Amekuwa mmoja wa wachezaji waliokaa klabuni hapo kwa muda mrefu zaidi katika muongo mmoja uliopita. Katika kipindi hicho ametumikia Simba katika mamia ya michezo, zaidi ya mechi 200 za mashindano yote ikiwemo ligi kuu, kombe la FA na michuano ya CAF. Katika nusu finali ya msimu wa soka 2025-26 alitolewa kwa mkopo kwenda Tabora United kabla ya kukamilisha uhamisho wa kudumu. Na utakumbuka zaidi mchango wake na mataji aliyotoa ni mengi zaidi, na mchango umekuwa mkubwa kweli kweli. Mzamiru Yasini alikuwa muhimili mkubwa wa safu ya kiungo ya Simba, hususan kwenye ukabaji na kuunganisha timu. Ni miongoni mwa wachezaji wachache wa kizazi cha dhahabu golden generation cha Simba kilicholeta mafanikio makubwa nchini na barani Afrika kwa ujumla. Mchango wake mkubwa unamjumuisha zaidi ya mataji 4 mfululizo ya ligi kuu ya bara 2018 mpaka 2021. Basi Mzamiru Yasini alikuwa miongoni na nguzo muhimu zaidi pale katika safu ya ukabaji. Zaidi mataji kadhaa ya kombe la FA ametoa nao na ngao ya jamii. Utakumbuka zaidi vile vile ameisaidia Simba kutinga robo finali ya klabu ya bingwa Afrika na kombe la shirikisho mara kadhaa. Vile vile kama kiungo mkabaji, na wakati box to box kazi yake kubwa haikuwa kufunga magoli bali kulinda safu ya ulinzi na kumiliki dimba. Wengi wanauliza vipi magoli yake ambayo amefunga kwa zaidi ya miaka 10 ambavyo amekuwa klabuni hapo. Na zaidi utakumbuka kazi yake haikuwa kufunga bali ni kukaba zaidi. Hata hivyo amefunga magoli muhimu zaidi ya magoli 15 katika mashindano yote ndani ya miaka 10, yakiwemo magoli ya mashuti ya mbali na vichwa kwenye michezo ya ligi kuu na michuano ya kimataifa. Vile vile utakumbuka zaidi atakumbuka kwa mengi jina lake la utani kiungo punda, lililotokana na sifa yake ya kutochoka kukimbia uwanja mzima na kupambana kwa nguvu na zaidi ya dakika 90. Utakumbuka zaidi nidhamu na uvumilivu. Atakumbukwa kama mchezaji mwenye nidhamu ya hali ya juu sana, ambaye hakuwahi kuwa na migogoro na uongozi, makocha au mashabiki, na aliyeweza kuendana na mifumo ya makocha zaidi ya 10 tofauti waliopita Msimbazi. Tuzo ya kipekee. Utakumbuka zaidi alikuwa mchezaji mzawa wa kwanza kutoa tuzo ya mchezaji bora mwaka 2022-23 akiwa na wekundu wa Msimbazi. Hiyo ndo rekodi pekee ambayo Mzamiru Yasini mpaka anapewa mkono wa bye bye kwa maana ya thank you ameweza kutoa akiwa na wekundu wa Msimbazi. Yes, big time, big info. This is Mairi Media. Make sure kwamba unabonyeza alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe, tufollow kwenye page zetu mbalimbali za kijamii Facebook, lakini vile vile ukiweza kusubscribe kwa maana ya kubonyeza alama ya kengele utazidi kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Big time.